Basi ni matumaini yetu kwamba nyote ni wazima. Ni matumaini yetu nyote ni wazima. Imempendeza Mungu injili ya Yesu Kristo ipate kuhubiriwa mahali hapa. Ni vyema tuamini, tuombe, alafu Roho wa Mungu aongoze kama jinsi ambavyo atapendezwa. Pokea sifa ya Mungu Abrahamu, Isaka na Yakobo. Mungu uliye mtakatifu, uliye juu sana, uliyeinuliwa. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya neema ambayo tujalia tupate kupaza sauti mahali hapa Bwana, ili walio wako wakapate kusikia na kugeuka na kuacha njia ambazo hazikupendezi Bwana, wakapate kutembea katika njia ya haki Bwana. Mungu mtakatifu, enda ukasaidie kila mmoja ambaye anasikia hii sauti. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Tutaangalia kitabu cha Mhubiri 11. Kitabu cha Mhubiri 11 mstari wake ni 3. Mhubiri 11 mstari wake ni 3. Naam. Maandiko yanasema mawingu yakiwa yamejaa, mvua yataimimina juu ya nchi. Na mtu ukianguka kuelekea kusini au kaskazini, paangukapo ule mti, papo hapo utalala. Hivyo ndio maandiko yanasema mti ukianguka kuelekea kusini, maisha ya huo mti ni hapo mahali ambapo umeangukia. Na ukianguka kuelekea kaskazini, maisha ya huo mti milele na milele itakuwa ni hapo huo mti umeangukia. Huo mti ni wewe, huo mti ni mimi. Kaskazini ni paradiso. Mkaji wa mahali hapa. Na kusini ni jehanamu. Kusini ni kuzimu. Ni wewe uchague. Ukitoka katika ulimwengu utakufa ukielekea wapi? Unafaa ujiulize. Mungu anatuwekea uzima na akatuwekea mauti. Mungu anatuwekea uzima na akatuwekea mauti. Ni jukumu lako kama mwanadamu uchague moja kati ya haya mawili. Utachagua uzima, umwamini Yesu Kristo na ukae maisha matakatifu, ama utachagua kuingia kuzimu, ama utachagua mauti, ukae maisha ya anasa, maisha ya kujificha katika dini, na unakaa maisha machafu na ukufe uingie jehanamu. Maandiko yako wazi. Maandiko yanasema mti ukianguka kuelekea kusini, hapo kusini ndipo utakuwa maisha yake yote. Na kama mti umeanguka kuelekea kaskazini, hapo ndo maisha ya huo mtu yatamalizikia. Maisha yako ukikufa leo yatamalizikia wapi? Usifikirie kwamba ukizikwa maisha yataishia kaburini. Hapana. Kuna maisha baada ya haya ambayo tunaishi leo. Usiendelee kujipumbaza ndani ya dini. Usijifiche ndani ya dini. Hakuna dini itapeleka mwanadamu mbinguni. Chenye kitasababisha mwanadamu aingie mbinguni ni utakatifu peke yake. Unakaa maisha ndani ya dini. Unakaa maisha gani? Ukiendelea kujificha ndani ya dini na hauna utakatifu, maisha yako ni machafu. Wewe ni sawa na mti ambao utaanguka ukielekea kusini, na maisha yako yote yatakuwa ni mateso, kuteseka jehanamu. Ni wewe uchague. Leo ukifa utaenda kuzimu ama utaenda paradiso. Ukifa leo utaenda kuzimu ama utaenda paradiso. Hiyo itategemea na maisha ambayo unaishi hapa ulimwenguni. Wanadamu kuingia paradiso inategemea na maisha masafi anayoishi hapa duniani baada ya kumwamini Yesu Kristo. Na wanadamu kuingia kuzimu ama jehanamu inategemea na maisha ambayo unaishi hapa duniani. Ulimkataa
Kristo. Hiyo ndio injili ya Yesu Kristo. Endelea kujificha ndani ya dini. Ukitoka mahali ambapo mwanadamu akiingia baada ya kukufa ni mahali kuwili peke yake. Jehanamu na paradiso ni wewe uchague unatamani uingie wapi. Kila mtu hapo ukimuuliza atakwambia akiondoka anatamani aingie mbinguni, lakini unakaa maisha machafu. Paradiso itaingia kondoo, wanakaa maisha machafu. Haiwezekani. Hauwezi ukaingia mbinguni. Pepo itaingia wanafiki, watu ambao wanakaa maisha machafu. Nenda utambue hilo, uende ukatubu, ugeuke, ama uendelee kupuuza, ujifiche ndani ya dini na ukufe na unafiki wako na uingie jehanamu. Mungu hahitaji wanafiki. Mungu hahitaji wanafiki. Mungu anahitaji watu ambao wanapambanua. Paradiso itaingia wanafiki, watu ambao wanakaa maisha machafu, watu ambao vinywa vyao vimejaa matusi. Yote ya tabia ya Mombasa. Mombasa matusi yamejaa. Mombasa matusi yamejaa. Na unatarajia na matusi ukufe na uingie paradiso. Hautaingia paradiso ukiwa mwenye matusi. Uwe unaingia kanisani, uwe unaingia msikitini, uwe uendi msikitini, uwe una dhehebu, uwe uendi kwa kanisa yoyote. Ni aidha ukaa maisha masafi uingie paradiso, ama ujifiche ndani ya dini na ukufe kama mnafiki, kama mpumbavu na uingie jehanamu. Unachagua lipi? Unachagua lipi? Unachagua lipi? Mtu wa mahali hapa, mkaji wa mahali hapa, unachagua kukufa kama mnafiki, ama unachagua kukufa kama mwenye haki na uingie paradiso? Unachagua kukufa maisha na gani? Unachagua kukufa ukiwa mwenye dhambi ama ukiwa mwenye haki? Unachagua lipi? Tunakaa maisha ambayo yapendezi Mungu. Watu wanakaa maisha ya zinaa na kupatika mimba, na unashauri mimba zitolewe. Unafiki umejaa hii mitaa. Wanawake wanapata mimba na wanaoa watoto. Wanawake wanapata mimba wataji kuzaa. Wachana na zinaa kama wataji kuzaa. Niweze uache zinaa. Ama ukipata mimba uzae ule mtoto. Mbona mnaua watoto? Ni maisha gani tunakaa leo? Watu wanaua watoto na wanatarajia wakikufa, wakizikwa, nafsi yako ikiinuliwa, unatarajia nafsi ingie paradiso. Hautawahi ingia paradiso kama maisha yako ni machafu. Nienda ukubaliana hiyo injili ama ukatae. Sikulazimishi kuamini Yesu Kristo. Sikulazimishi kumwamini Yesu Kristo. Lakini unataka ujue njia pekee yake ya mwanadamu kuingia mbinguni ni Yesu Kristo. Yohana 14 mstari wake ni wa 6. Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Endelea kukaa chini ya dini. Endelea kudhihaki damu ya Yesu Kristo. Yohana 14 mstari wake ni wa 6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu aje kwa Baba, mtu yeyote hawezi akafika kwa Baba ila kwa njia nyingine isipokuwa kwa kupitia kwa Yesu Kristo. Unakaa maisha gani? Unakaa kujificha ndani ya dhehebu? Hakuna dhehebu litakufanya uingie paradiso. Nienda usikie, ukatubu, ugeuke, ama ukae chini ya dini na ukufe kama mnafiki uingie jehanamu. Unachagua lipi? Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna njia nyingine ya mwanadamu kurithi ufalme. Weka hapo ukisema Biblia ni uongo. Hapo ukisema Biblia ni uongo. Lakini ndio kitabu kitatumiwa kuhukumu
mwisho. Hiki ndio kitabu Yesu anatumia kuhukumu wanadamu siku ya mwisho. Nienda uamini Yesu Kristo na ukae maisha masafi, ukifa uingie mbinguni. Ama ukatae damu ya Kristo, ukae maisha machafu, ukufe uingie jehanamu. Kama tunakaa kana kwamba hakuna Mungu. Leo watu wako ndani ya ndoa zao, wanavaa vizuri, manguo marefu, lakini ni wazinzi. Watu ni wazinzi. Umeolewa, umeoa, unatoka nje ya ndoa yako na unaingia ndani ya dhehebu, utakufa ndani ya dhehebu na uingie jehanamu. Watu ambao hawajaoa, watu ambao hawajaoa, watu ambao hawajaolewa na unashiriki tendo la ndoa, mahali hapana ndoa, wewe ni mwasherati, na ukifa nafasi yako iko jehanamu. Unakaa maisha gani? Wewe unafanya zina, umeoa, unafanya uzinzi, umeoa ama umeolewa? Yeyote afanyaye tendo la ndoa mahali hapana ndoa, akifa ana nafasi paradiso, nafasi iko jehanamu. Yeyote anayemwaga damu isiyo na hatia, yeyote anayemwaga damu isiyo na hatia, wenye wanatoa mimba, wenye wanafanya abortion, ukifa mwisho wako ni jehanamu. Wewe unaenda bwana kushauri na wewe daktari, nafasi yenu haipo paradiso, mkifa mnaingia jehanamu. Hauwezi ukaendelea kuwa watoto na umejificha ndani ya dhehebu, umejificha ndani ya kanisa, na unatarajia ukiwa watoto ukikufa uingie mbinguni. Haiwezekani. Hapa kuna watu mioyo hata haina msamaha. Kuna watu hata ukiwakosea wakusamehe, na unatarajia ukiwa na maadui ukufe na uingie mbinguni. Kama huwezi ukasamehe rafiki yako, hata wewe dhambi zako, Yesu anasema hauwezi ukapata msamaha. Watu wengine ni wauaji. Watu leo ni wauaji. Huu mtaa umejaa wauaji. Huu mtaa umejaa wauaji. Watu ambao wamejaza chuki ndani ya mioyo yao. Biblia inasema wao ni wauaji. Wewe kama unamchukia rafiki yako, unamchukia ndugu yako, wewe ni muuaji, na muuaji ana uzima wa milele ndani yake. Mungu anataka upambanue. Mungu anataka upambanue. Wacha kulala ndani ya usingizi. Amka, kumekucha. Kumekucha, amka. Toka kwenye usingizi. Usingizi wa dhambi, usingizi wa maovu. Unakaa maisha aina gani? Unakaa maisha aina gani? Ni maisha gani unakaa katika mtaa? Wewe ni mwanamke ambaye ni mchawi. Wachawi. Hakuna mchawi hata mmoja. Hakuna mwanamke mchawi ama mwanaume mchawi atakufa ingie mbinguni. Wachawi wote nafasi yao mbinguni haipo. Wachawi wakifa pasipo kutubu, wote wataingia jehanamu. Wewe endelea kufanya uchawi, endelea kuingia nyumba za waganga, lakini utambue ukifa pasipo kutubu, nafasi yako itakuwa jehanamu milele na milele. Wewe utaroga watoto watu na uingie kanisani, alafu ukifa uingie paradiso. Kwani Mungu ni mnafiki? Wachawi waingie paradiso? Mungu sio mnafiki. Mungu sio mpumbavu. Mungu sio mjinga. Tuacheni kukaa kama wanafiki. Huwezi ukakaa maisha ya uchawi, kuroga watu, na utarajia ukifa uingie mbinguni. Mbingu sio ya wachawi. Wanga hawataingia mbinguni watu wa mtaa huu. Hakuna mwanga hata mmoja atakufa ingie mbinguni. Nienda mchawi atubu na ageuke, aweke imani kwa Kristo. Yesu ndiye simba wa Yuda. Mungu anataka watu wapambanue, watubu dhambi na wageuke.
itakuwa jehanamu milele na milele. Mashoga hawatarithi ufalme wa Mungu. Wanawake ambao ni wasagaji, wanawake ambao ni wasagaji, Mungu anasema usipotubu na kugeuka na kuacha na kutupilia mbali usagaji, nafasi yako itakuwa jehanamu milele na milele. Kitabu cha Mathayo 4:17. Naam. Tokea wakati huo, tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri. Yesu Kristo alianza kuhubiri na kusema, akisema, tubuni, tubuni dhambi, tubuni, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni dhambi, tubuni dhambi, wacheni dhambi. Mungu anakuambia utubu dhambi. Kutubu dhambi ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Kutubu dhambi ni kugeuka kutoka kwa dhambi na maovu. Mungu anataka utubu dhambi na ugeuke, uachane na dhambi. Ni maisha gani unaishi? Ni maisha gani unaishi? Kitabu cha Mathayo 4:17. Wakati Yesu anaanza injili, anawaambia watu wote watubu dhambi, watu watubu dhambi. Kutubu ni kuacha dhambi, kutubu ni kuacha umalaya, kutubu ni kuacha ukahaba, kutubu ni kuacha umalaya. Ni maisha gani unaishi? Ni maisha gani unaishi, mtu wa mahali hapo? Wewe ndiye malaya, unauzia vijana mtao. Alo, wewe ndo malaya, unauzia vijana mtao. Mungu anataka utubu na uache. Mungu anataka utubu dhambi na uache. Kutubu ni kutambua makosa. Ukiyatambua unatupilia mbali, unaweka imani kwa Yesu Kristo. Unakaa maisha ina gani? Unakaa maisha ina gani? Kitabu cha Ezekieli 18:30. Unakaa maisha ina gani? Unafikiria wewe, alo, unafikiria usipotoba na kuweka imani kwa Kristo utaingia paradiso? Pasipo kuungama dhambi na kuachana nazo, nyote mtakufa kama wanafiki na muingie jehanamu. Usipotubu dhambi na ugeuke, uziwache, hakuna nafasi ya wanafiki paradiso. Niweza utubu na ungeuke, ama ukae ukiwa mnafiki na ukufe uingie jehanamu. Pastor wako anakuambia nini? Pastor wako anakuhubiria nini Jumapili? Pastor wako amekuambia unaweza ukawa kahaba, ukawa malaya, ukawa shoga na bado ukabaki kuingia heaven. You can't. Hauwezi kuingia paradiso wakati wewe ni kahaba. Niweza utubu, ugeuke na uache, ama ukufe ndani ya ukahaba, ndani ya uasherati, ndani ya uzinzi na uingie jehanamu. Mungu anataka utubu. Mpendwa, soma hicho kitabu Ezekieli 18:30. Basi nitawahukumu ninyi nyumba ya Israeli, enyi nyumba ya Israeli, kila mmoja kwa kadiri ya njia zake, kila mmoja sawasawa na njia zake na matendo yake, anasema Bwana Mungu. Tubuni dhambi, rudini mkagairi na kuyawacha makosa yenu yote, basi hivyo uovu wenu hautakuwa uharibifu wenu. Hivyo na Yesu anakuambia na ananiambia mimi, anakuambia hatakuhukumu sawa sawa na dhambi zako, sawa sawa na njia zako. Kwa hivyo utubu dhambi na ugeuke, uache njia mbaya. Hivyo ndo maandiko yanasema, kwa hiyo nitawahukumu nyumba ya Israeli sawa sawa na njia zenu na
hatua ni moja peke yake, ni watu watubu dhambi na wageuke kutoka kwenye matendo maovu, kwenye dhambi, kwenye njia mbaya. Umekuwa mlevi, uache pombe kama unataka kuingia mbinguni. Umekuwa mlevi wa bangi, ugoro, tena pombe wote, niende uache ulevi ama utaingia jehanamu. Unafikiria utakufa ukitafuna miraa? Mungu anataka utubu dhambi na uache. Mungu anataka utubu dhambi na uache. Hakuna wenye dhambi watakuwa paradiso. Paradiso ni mahali patakatifu kwa ajili ya watakatifu. Pambanua wakati uko na pumzi. Pambanua wakati unaishi. Usiendelee kukaa kama mnafiki. Mungu anataka upambanue. Mungu anataka utubu. Kutubu ni kutambua dhambi na kuacha dhambi na kugeuka na kuweka imani kwa Yesu Kristo. Yohana 3:16. Yohana 3:16. Mtu yeyote ambaye anaendelea kudhihaki damu ya Kristo, mtu yeyote ambaye anaendelea kudhihaki damu ya Kristo, mtu yeyote ambaye anaendelea kuwa na shingo ngumu baada ya kuonywa, huyo mtu atakufa pasipo kupata dawa. Utakufa ndani ya ushupavu wako wa moyo na uingie jehanamu. Niweza ukisikia sauti ya injili ya Kristo, utubu dhambi na ugeuke, ama uendelee kuwa na shingo ngumu, ukufe kama mjinga na uingie jehanamu na ujinga wako. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa Yesu Kristo ili yeyote atakayemwamini Yesu Kristo asipotee bali awe na uzima wa milele. Yeyote ambaye atawacha ulevi, awacha umalaya, awacha ukahaba, awacha uchawi, yeyote ambaye atawacha njia zote mbaya na aweke imani kwa Yesu Kristo atapata uzima wa milele. Yesu ndiye njia, Yesu ndiye kweli, Yesu ndiye uzima, Yesu ndiye njia, Yesu ndiye kweli, Yesu ndiye uzima. Haijalishi unaabudu wapi, Yesu anataka utubu. Yesu anataka utubu na uweke imani kwa damu yake na mwili wake. Yeye ndiye dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi na maovu yako. Tuamini, tuombe. Na kushukuru Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu uliye mtakatifu, uliye mwaminifu. Bwana sema asante kwa kuwa umenena watu wako mahali hapa ambapo ulikuwa umekusudia Bwana. Enda ukageuze mioyo yao, enda ukaondoa ujinga na upumbavu na unafiki, enda ukaondoa ugumu wa moyo, enda ukaweke moyo wa nyama, moyo wa kupondeka, moyo wa kuvunjika, moyo wa kukubaliana na neno lako Bwana, moyo wa kutubu. Enda ukaweke huzuni ya kiungu ndani yao Bwana, wakapata kupambanua na kutambua ni kipi ambacho ni dhambi na ni kipi ambacho kinakuchukiza Bwana. Mungu enda ukarehemu watu wote mahali hapa, na ni katika jina lililokuwa safi, jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina.